السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. فلله الحمد رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وما محمد إلا أبا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kupata wasaa wa kukutana tena kwenye vikao vyetu kama hivi. Ni fursa adhimu, si kwa ujanja wetu, isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndio ametaka iwe hivi. Kuna miongoni mwetu tayari sasa hivi wengine wanaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa katika maisha yao ya milele. Wengine sasa hivi hali yao si nzuri, wapo katika ICU na sehemu mbalimbali, wengine wanapata ajali. Kwa maana mimi na wewe ambaye tumepata fursa ya kuwepo kwa wakati huu, wazima, tuna afya, tunafanya mambo yetu kwa uhuru, kwa nafasi, basi si kwa ujanja wetu, isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah ndio ambaye ametuwezesha tuwe hivi. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru sana Allah Subhana, na tuendelee kumshukuru Allah mpaka mwisho wa maisha yetu. Ndugu zangu, kikao hiki tulichokutana leo, tutakumbushana kuhusiana na anwani inayosema tusidharau kitu chochote katika matendo tunayoyafanya katika huu ulimwengu, ikiwa jambo la kheri, ikiwa jambo la shari, basi tusije tukadharau kitu chochote katika hayo, hata kama likiwa hilo jambo la kheri ni kidogo kiasi gani, au hata kama hilo jambo la shari likiwa ni dogo kiasi gani.
tusije tukadharau, kwa sababu kuna maafa makubwa sana yatakuja kutukuta ikiwa utadharau kuona kwamba ili jambo la shari ni dogo tu, hili nalifanya hili tu. Ni hatari kubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Kahfi aya namba 49 anasema, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa udhi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura hiyo Kahfi, wa udhi'a al-kitab, siku ya kiyama kitawekwa kitabu, kwa maana kitabu a'mali al-ibadi, kitabu cha matendo ya waja kitawekwa siku ya kiyama kwa ajili ya kuoneshwa mja yale ambayo aliyokuwa ameyafanya katika huu ulimwengu. Ndio Allah akasema wa udhi'a al-kitab, na kitawekwa kitabu cha matendo ya waja walioyafanya hapa ulimwenguni. Fatara al-mujrimina mushfiqina, Allah akasema baada ya kuwekwa hicho kitabu cha matendo ya waja, kila mmoja akaoneshwa yale aliyoyafanya duniani hapa. Allah anasema fatara al-mujrimina mushfiqina, utawaona waovu ni wenye hofu, utawaona waovu ni wenye hofu, mimma fihi, kutokana na yale yaliyo ndani ya hicho kitabu kitakachowekwa siku ya kiyama kwa ajili ya kuoneshwa matendo walioyafanya wanadamu hapa ulimwenguni. Baada ya kuoneshwa waovu, utawaona wana hofu, mimma fihi, kwa yale yaliyo ndani ya hivyo vitabu, min a'malihim as-sayyi'a wa af'alihim al-kabiha, kutokana na yale matendo yao maovu walioyafanya na yale mambo yao machafu walioyatenda katika huu ulimwengu. Baada ya kuona waovu yale walioyafanya ndani ya hivyo vitabu yote yameandikwa, wayakuluna, Allah anasema na watasema, kwa maana idhara auha, watakapoyaona yale matendo walioyafanya yapo ndani ya hivyo vitabu, wayakuluna, na watasema sasa hao waovu, ya wailatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Watasema maneno haya, ya wailatana, ole wetu, hasara iliyoje kwetu sisi, ma li hadha alkitab, kina nini hiki kitabu, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakijaacha jambo dogo wala jambo kubwa isipokuwa kitabu kimedhibiti kila kitu. Kwa maana matendo yote tunayoyafanya katika huu ulimwengu, yakiwa ya kheri, ya shari, hata kama iwe ni kidogo kiasi gani, basi tufahamu kwamba utakuja kukutana nayo ndani ya hivyo vitabu vyetu. Sasa muovu atakapoona yale matendo aliyoyafanya maovu ndani ya hicho kitabu atakachooneshwa siku ya kiyama, atasema kwamba hichi kitabu kina nini, hakikuacha hata jambo dogo wala jambo kubwa isipokuwa kimehifadhi yote niliyoyafanya. Mtu atajilaumu kuona kwamba bora asingefanya hata kama kilikuwa ni kidogo, ambacho wengi wetu mtu akifanya jambo kuona kwamba hili jambo ni dogo, anadharau kuona kwamba ni dogo tu, haoni uzito wa lile jambo kwamba siku ya kiyama atakapokuja kukutana nalo itakuwa ni hasara juu yake. Sasa muovu atasema kina nini hichi kitabu, hakijaacha kitu chochote isipokuwa kila kitu kimedhibiti ndani ya hichi kitabu, huku anajipa majuto na hasara juu ya hasara huyo muovu. Siku moja mtoto wa Luqman ambaye ametajwa katika Qur'an alimuuliza baba yake mzee Luqman, na maneno au maswali alimuuliza ya kwamba ya abad,
in amiltu khati'a haythu la yarani ahadun kaifa ya'lamu Allah. Ewe baba yangu, alimuuliza maneno haya, ewe baba yangu, in amiltu khati'a, ikiwa nitafanya dhambi, haythu la yarani ahadun, namna ambayo hanioni mimi mtu yoyote kwa hii dhambi nitakayoifanya, kaifa ya'lamu Allah, vipi anaweza akaniona Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na dhambi hii? Hili ndio swali ambalo mtoto wa Luqman alimuuliza baba yake Luqman. Jawabu alilomjibu mzee Luqman kumjibu mtoto wake, Allah subhanahu wa ta'ala amelihifadhi ndani ya suratul Luqman aya namba 15. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika kuthibitisha maneno ambayo mzee Luqman alimjibu mwanaye pale baada ya kumuuliza, ikiwa nitafanya dhambi hakuna yoyote anayeniona zaidi, hakuna yoyote atakayeniona, inawezaje akaniona Allah subhanahu kutokana na dhambi hiyo? Allah anasema katika kulithibitisha jawabu la mzee Luqman wakati anamjibu mwanaye kwamba alijibu kwa kusema, ya bunayya innaha intaku mithqala habba min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Haya ndio majibu ambayo mzee Luqman alimjibu mwanaye baada ya kumuuliza swali lile. Alimjibu kwa kumwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, intaku mithqala habbatin min khardali, kikiwepo kitu cha uzito wa chembe ya khardal, ni chembe ndogo sana zaidi ya mchanga. Yani chembe ya khardal ni chembe ambayo hata kwa jicho la kawaida haiwezi kuonekana chembe hiyo. Akamwambia, intaku mithqala habba min khardali, kikiwepo kitu cha uzito wa chembe ya khardal, fatakun fi sakhrati, kikawa hicho kitu chenye uzito wa chembe ya khardal kikawa katika jabali, au fi samawati au fil ardi, au kikawa mbinguni au kikawa ardhini, ya'ti biha Allah subhanahu wa ta'ala atakihudhurisha au atakileta hicho kitu kwa ajili ya kutoa malipo, hata kama kikiwa ni kidogo kiasi gani. Haya ndio majibu ambayo mzee Luqman alimjibu mwanaye, kuonesha kwamba tusije tukadharau kuona kwamba hili kosa ni dogo, nikilifanya hakuna chochote kitakachoniathiri mimi kwenye makosa, au ili jema dogo nikilifanya hakuna chochote kitakachozidisha katika mema yangu au katika mzani wangu kwa udogo wa jema hili. Tusije tukadharau, kwa sababu hata kama kitu kikiwa ni kidogo kiasi gani, basi tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakidhihirisha na atakulipa nacho, kiwe ni cha kheri au kikiwa ni cha shari. Ahdhara Allahu yawma alqiyama hina yadha'u almawazin alqista, Allah subhanahu wa ta'ala atakidhihirisha hicho kitu hicho kidogo ambacho ni mfano wa chembe ya khardal ambayo haiwezi kuonekana hata na jicho la kawaida, siku ya kiyama, wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapoweka almawazin alqista, mizani ya uadilifu. Hakuna chochote ambacho kitakachoweza kufichwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo ya waja, chochote hakuna. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, ikiwa hicho kitu kikiwa ni cha kheri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atalipa kwa kheri, na hicho kitu kikiwa ni cha shari, basi Allah subhanahu wa ta'ala atalipa shari kutokana na hicho kitu ambacho ulichokifanya. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anbiya aya namba 48 anasema, wanadha'u almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a
anasema kwamba wanadha'u almawazin alqista, na tutaweka mizani ya uadilifu liyaumil qiyama, kwa ajili ya siku ya kiyama. Tutaweka mizani ya uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, haitodhulumiwa nafsi na kitu chochote ambacho hiyo nafsi imekifanya baada ya kuwa kipo katika huu ulimwengu. Hakuna chochote utakachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala akakudhulumu kutokana na kitu hiko. Wa in takum mithqala habba, Allah akasema na japokuwa hicho kitu kitakuwa ni mfano wa chembe, habba, chembe moja, min khardali, ya khardali, basi ataina biha wakafa bina hasibin. Allah anasema tutakileta hicho kitu hata kama kikiwa ni kidogo cha uchembe wa khardal, au uchembe zaidi ya ule mchanga, udogo zaidi ya mchanga, basi ataina biha, Allah anasema tutakileta kitu hiko kwa ajili ya kumlipa huyo mja kwa yale atakayoyafanya katika huu ulimwengu. Wakafa bina hasibin, Allah akasema nasi tunatosha kuwa ni wenye kushika hesabu. Hii ni kuonesha kwamba tusithubutu kuja kudharau, kuona kwamba hii dhambi ni ndogo, hata nikiifanya hakuna chochote kinachoniathiri, au jema hili ni dogo, hata nikilifanya hakuna chochote kitakachoweza kuzidi katika wema wangu. Hapana, hata kama ikiwa ni jambo dogo, kama una nafasi nalo, una uwezo nalo, basi ni bora ulifanye, kwa sababu siku utakapoweza kuliona halitoweza kuwa ni jema dogo tena. Dogo ni kwa macho ya kawaida, dogo ni pale utakapofanya hapa duniani, lakini siku ya kiyama haitoweza kuwa ni jambo dogo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hadhulumu uzito wa chembe moja. Mithqala dharra, uzito wa chembe hata moja, Allah subhanahu wa ta'ala hadhulumu. Wa in taku hasana tudhaifuha, na ikiwa jambo jema linalingana na hiyo chembe ndogo hiyo ambayo wewe unaona kwamba ili jambo ni dogo, nikilifanya hakuna hasara yoyote nitakayoipata, basi Allah anasema yudhaifuha, ataridhisha jambo hilo kuliona kwamba sio dogo tena, kwa maana malipo yake hayatoweza kuwa ni madogo tena, kwa mnasaba na wewe mwenyewe utakapoona kwamba ili jambo ni dogo. Wa yu'ti min ladunhu ajran adhima, Allah anasema na atatoa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mbele zake malipo makubwa. Leo hii mtu yupo tayari kuchukua 100 yake kwenda kuvuta sigara, kusema kwamba hii 100 nikitoa msikitini itasaidia nini? Lakini tukumbuke kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ashasema wa in taku hasana, hiyo chembe hiyo moja hiyo, hata kama likiwa ni jambo la kheri, na likiwa ni jambo la kheri, hiyo chembe moja hiyo unayoiona wewe kwamba ni jambo dogo sana hii 100 nikitoa msikitini itasaidia nini, basi Allah subhanahu anasema yudhaifuha, ataizidisha kufanya malipo. Sasa haitokuwa kama wewe unavyodhania kwamba hii 100 yangu nikiitoa msikitini haitonisaidia kwa kitu chochote. Wa yu'ti min ladunhu ajran adhima, Allah atatoa kutoka mbele zake malipo yaliyokuwa makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, Allah ni mwenye kujitosheleza. Yani tusidhanie kwamba kadri tutakavyofanya malipo basi tutapunguza kitu katika yale ambayo Allah atakayoweza kutulipa nayo. Haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kutulipa walimwengu dunia nzima kwa mema tunayoyafanya, na hatutoweza kupunguza hata robo ya yale yaliyo katika adhina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amejitosheleza juu ya kila kitu. Yeye mwenyewe anasema katika hadithi kudusi kwamba hata kama mtakusanyika majini wote na wanadamu wote na kila kitu, ikawa ni katika uchamungu wa mtu mmoja kwa ajili ya kunitui mimi, basi
hamtoweza kuathiri kitu chochote kutoka kwangu. Ni kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejitosheleza. Hata kama tutalipwa malipo tutakayoyakuta mbele za Allah kwa mema tunayoyafanya, basi tusidhani kwamba tutapunguza kitu katika hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile ukifanya maasi hata kama ikiwa ni kidogo kiasi gani, usidhani kwamba maasi haya nitaweza kukomboka mimi kutokana na udogo wake. Hata kama yakiwa ni madogo kiasi gani, fahamu kwamba malipo yako utaweza kukutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul Muzammil Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairan wa a'zama ajra. Na chochote mtakachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu, chochote mtakachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu katika mambo ya kheri, min khairi, katika jambo la kheri mkatanguliza kwa ajili ya nafsi zenu, basi jawabu lake ni kwamba Allah anasema tajiduhu inda Allah, mtakikuta hicho kitu mtakachokitanguliza mbele za Allah, wa khairan wa a'zama ajra, tena mtakapokikuta huko mbele za Allah kitakuwa ni bora zaidi na malipo yake yatakuwa ni makubwa zaidi ya vile ambavyo sisi tunavyofikiria. Kikawaida utaona unafanya matendo madogo hayana maslahi kwa upande wako, lakini utakapoweza kukutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi malipo yake hayatoweza kuwa ni madogo tena. Hii ni kuonesha kwamba tusije tukadharau kuona kwamba jambo hili nalolifanya ni dogo, hata nikilifanya hakuna chochote nitakachoweza kupata. Hapana. Na wala usije ukadharau kuona kwamba jambo hili la maasi dogo, hata nikilifanya ni dogo tu kwa kudharau. Hapana, kwa sababu yote tunayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala amewaeka malaika maalum kwa ajili ya kutuandikia, na tutakuja kuyaona siku ya kiyama. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Kwa maana tusije tukadharau kuona kwamba jambo hili hata nikilifanya halitoweza kuniathiri na wala sitoweza kupata chochote katika mema yangu, liwe ni dogo liwe ni kubwa. Wewe fanya ikiwa una nafasi, fanya kwa nafasi yako, na wala usisite kulifanya kuona kwamba ni dogo. Allah subhanahu katika suratu Yunus anasema, inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawadhulumu watu kwa kitu chochote, lakini watu nafsi zao wenyewe ndio wanadhulumu. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Yoyote atakayefanya mambo mema basi fahamu kwamba anajifanyia yeye mwenyewe katika nafsi yake, na yoyote atakayefanya maovu vile vile itakuwa ni juu yake, anajitafutia maangamivu yeye mwenyewe. Hataweza kumnufaisha mtu yoyote kwa sababu kafanya yeye, na wala hataweza kupata manufaa yoyote kwa sababu kwamba kafanya yeye makosa au mema. Hapana, kila atakayefanya mema maovu basi afahamu kwamba ni jukumu lake yeye, kama yeye atakuja kukutana nayo na atalipwa hata kama yakiwa ni madogo kiasi gani. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Az-Zilzala anasema, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yoyote ambaye atakayefanya matendo mfano wa uzito wa mdudu chungu, ikiwa ni kheri, basi mtu huyo atayaona malipo yake. Na vile vile yoyote ambaye atakayefanya matendo kwa uzito wa mdudu chungu, yakiwa ni ashari, atayaona malipo yake. Wanawazuoni katika kufasiri hii mithqala dharra, uzito wa mdudu chungu, wakasema waznu namlatin saghira asghara ma yakunu minan namli, yani ni uzito wa sisimizi mdogo zaidi ya vile ambavyo alipokuwa sisimizi. Kwa maana udogo wa sisimizi ule ufanye zaidi ya vile udogo alipokuwa sisimizi, yani zaidi ya ukubwa wa sisimizi.
Sasa mtu atakayefanya matendo kiasi cha uzito wa zaidi ya alivyokuwa mdudu chungu yule sisimizi, udogo wake zaidi ya yule, tuchukulie mfano kama yule sisimizi anayezaliwa leo na zaidi ya yule sisimizi anayezaliwa leo, ikiwa ni akheri, basi mtu huyo atakuja kuyaona malipo yake kutokana na huo wema aliyofanya. Na vile vile ikiwa ni ashari, kafanya matendo uzito wa zaidi ya yule mdudu chungu sisimizi yule, udogo zaidi ya yule mdudu, ikiwa ni ashari, vile vile atakuja kuyaona malipo yake. Hii ni kuonesha kwamba tusije tukadharau kuona kwamba dhambi hii ni dogo, nikifanya nikiacha haitoweza kuniathiri au situweza kupata faida kutokana na dhambi hii. Ikiwa Allah anasema kwamba yoyote atakayefanya madhambi udogo wa mfano wa ukupuku wa mdudu chungu, akiwa ni ashari, atayaona malipo yake, na atakayefanya matendo uzito wa ule udogo wa mdudu chungu zaidi ya ule mdudu chungu, akiwa ni ashari, atayaona malipo yake. Basi hii aya inatakiwa tuwe nayo makini sana kuona kwamba kuna utisho wa hali ya juu. Na matendo sio mpaka iwe ni kwa kufanya wewe kama wewe binafsi, mpaka muamala wako baina yako wewe na watu unafanya vipi, mazungumzo yako, kila kitu unachokifanya lazima kitarekodiwa ndani ya kitabu chako, ikiwa ni mazungumzo, ikiwa ni matendo, ikiwa chochote. Unafanya vipi muamala na watu, unaishi vipi na watu, unaishi vipi kama una familia na watoto zako, unaishi vipi na mke wako. Chochote unachokifanya, hata kikiwa ni kidogo kiasi gani, basi fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakirekodi kupitia malaika wake aliowawakilisha, na siku ya kiyama utakuja kukiona hicho kitu. Ndio ile aya Allah subhanahu wa ta'ala anaposema fayakuluna ya wailatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Ni kuonesha kwamba mtu kafanya jambo dogo, pengine umefanya maasiya madogo kiasi cha kwamba umeshayasahau, au umefanya mema madogo kiasi cha kwamba umeshayasahau, au umefanya mema makubwa hata kama ni madogo alafu umeshayasahau. Siku ya kiyama unapofufuliwa mbele za Allah, unakuja kuoneshwa yale mema yako na maovu yako. Wallahi utakuja kushangaa na kuona kwamba mpaka jambo hili nimekuja kuliona, kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu na hakuna chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakachoweza kukificha siku ya kiyama, kiwe mbinguni, kiwe ardhini, kiwe katika majabali. Fahamu kwamba unacho, na siku ya kiyama utakuja kuoneshwa na kulipwa kutokana na hicho ulichokifanya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama utuonesha umuhimu wa kila tunachokifanya tuwe nacho makini. Akasema katika hadithi yake, la tahkiranna min alma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. La tahkiranna min alma'rufi shay'an. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallama kaleta harfu nahia, harfu ya kukataza, vile vile kaleta na nuni ya taukidi thaqila, nuni nzito ya taukidi, kuonesha kwamba anatukataza tena kwa msisitizo wa kutukataza kwamba la tahkiranna, usije ukadharau minal ma'rufi shay'an, kitu chochote katika mambo mema, kitu chochote usije ukathubutu kuja kukidharau. Mtume sallallahu alaihi wasallama anatuonesha msisitizo wa kutokudharau kitu chochote katika mambo mema. Akatoa mfano kwa kusema walau antalqa akhaka biwajhin talib, hata kama ukikutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu wa furaha, vile vile usije ukadharau kuona kwamba jambo hili ni dogo, kuonesha kwamba hakuna wema wowote ambao utakaoachwa bure pasina kulipwa. Chochote unachokifanya fahamu kwamba utakuja kukutana nacho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakuja kulipwa nacho kutokana na kitu hiko ulichokifanya katika huu ulimwengu.
Wanazuoni wakati walipokuwa wakifasiri hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema baadhi yao, yubayinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muslima la yajibu alayhi an yahqira au yuqallila min al-ma'rufi min fi'li al-khair shay'a. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa habari, anatubainishia ya kwamba hakika Muislamu haipasi kwake yeye kudharau na wala kudogesha katika mambo mema, kwenye yale mambo ya kheri anayoyafanya kitu chochote. Usije ukadharau na wala usije ukadogesha jambo lolote la kheri ambalo unalolifanya. Walau an ayalqa akahu almuslim, hata kama huyo Muislamu akawa amekutana na ndugu yake Muislamu biwajhin talq, kwa uso wa furaha. Haya ndiyo mambo ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama anatubainishia katika hadithi hii. Vile vile wakasema katika miongoni mwa faida zingine zinazopatikana katika hadithi hii kwamba alhathu ala fi'li almaruf. Hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonesha mahimizo juu ya kufanya mambo ya kheri. Usije ukathubutu kudharau jambo la kheri, jambo lolote, qalilan kana au kathiran, jambo hilo la kheri likiwa ni dogo au likiwa ni kubwa, yakiwa ni madogo au yakiwa ni makubwa. Ikiwa ni jambo la kheri, una wasaa nalo, una nafasi nalo, basi usithubutu kuja kulidharau. Bilmali, wakatoa mfano kusema kwamba kwa mali. Kwa hiyo maana yake hata kama ukiwa una kiasi kidogo kipo ndani ya uwezo wako, basi toa kwa mujibu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku. Yunfiq dhu sa'ati min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Allah anasema na atoe kila mwenye nafasi kutokana na ile nafasi yake aliyokuwa nayo. Una uhakika wa kupata 1000, 2000, 3000, basi toa kwa nafasi yako. Usije ukasema kwamba ujifosi utoe zaidi ya kile ambacho kipo ndani ya uwezo wako, utajilaumu na haitakuwa ni sadaka, itakuwa ni malalamiko. Zaidi ni kwamba utapata hasara na hautoweza kulipwa kwa hayo malalamiko utakayoyaleta. Kwa hiyo toa kwa kiasi chako ambacho kipo ndani ya uwezo wako. Mtu ambaye itakuwa ni amekadiriwa juu yake riziki yake, basi atoe kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Kwa hiyo hadithi inahimiza kwamba mtu atoe nafasi yake, asije akadharau kuona kwamba mimi hiki kidogo nikikitoa napata nini. Mchango umepita, mathalani kinahitajika kitu fulani kwa ajili ya kuendeleza jambo la dini, una kiasi kidogo, basi hicho hicho ulichokuwa nacho usidharau kusema kwamba nitapata nini. Wewe toa kwa ajili ya Allah. Utakapokuja kukikuta hakitokuwa tena ni kidogo. Wa intaku hasanatan yudha'ifha, ikiwa ni kidogo tu unachokitoa, mfano wa chembe ya khardal, basi Allah atakizidisha. Wa yukti min ladunhu ajran adhima, na atatoa Allah kutoka mbele zake malipo makubwa. Allah ana hazina nyingi, lau kama atatulipa wote hatutoweza kumaliza yaliyo mbele ya Allah, na wala hatutoweza kupunguza kitu chochote. Kwa hiyo mtu una nafasi ya kutoa katika pesa uliyokuwa nayo, umeruzukiwa, hicho hicho kidogo wewe kitoe kwa ajili ya Allah. Hautoweza kulingana na yule aliyekuwa ametoa mabilioni ya mapesa kwa ajili ya kujionesha mbele za watu. Utakuwa ni zaidi ya yule aliyetoa kwa ajili ya kujionesha mbele za watu, kwa sababu ukitoa kwa ajili ya Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kukulipa zaidi ya hicho unachokitoa. Akasema awil khuluqil hasan, au katika tabia njema. Ndio mfano wa Mtume akatoa kusema kwamba hata ukikutana na ndugu yako na uso wako ukawa una furaha, ni jambo jema, Allah subhana atakulipa kwa wema huu. Isije kuwa umekasirishwa nyumbani na mke na watoto, unakuja kumkasirikia Muislamu mwenzako. Si katika tabia za Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallama anafundisha ya kwamba tusije tukadharau kitu chochote. Hata ukikutana na ndugu yako Muislamu, basi onesha furaha
katika uso wako. Ni wema, Allah subhana atakulipa thawabu kutokana na wema huo. Vile vile siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema kuwaambia maswahaba zake, lamma falagha min ghazwati Hunain, wakati ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallama alipomaliza kupambana vita vya Hunain, aliwaambia maswahaba zake radhiyallahu anhum, falyattaqillaha rajul wala yudhnib saghiratan wala kabiratan fa innaha muhsatun alayhi. Mtume aliwaambia maneno haya maswahaba zake radhiyallahu anhu kwamba falyattaqillaha rajul, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ajitahidi kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yudhnib saghiratan wala kabira, asije akathubutu kufanya madhambi, asije akathubutu kufanya dhambi ikiwa ni ndogo wala hiyo dhambi ikiwa ni kubwa. Amuogope mmoja wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema fa innaha muhsatun alayhi, hakika hiyo dhambi hiyo unayoiona kwamba wewe hii ni ndogo, nikiifanya nitaathirika na nini, fahamu kwamba muhsatun alayhi ni yenye kudhibitiwa juu yake, na itakuja kulipwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni bado tunaona kwamba usije ukathubutu kusema kwamba dhambi hii ni ndogo, haitoweza kuniathiri na kitu chochote. Allah subhanahu atakudhihirishia siku ya kiyama na atakuja kukulipa, hata kama ikiwa ni ndogo kiasi gani, hata kama utaifanya kwenye kiza totoro, hata kama utaifanya popote utakapoifanya. Fahamu kwamba muda wowote, saa yoyote, unatembea na malaika raqib atid, watakuja kukuandikia, na siku ya kiyama utakuja kujuta baada ya kuona hayo madhambi uliodharau kusema kwamba dhambi hii ni ndogo tu, nitafanya toba. Kwa hiyo bado tunaona kwamba tunatakiwa tusije tukadharau chochote katika wema, na wala tusije tukadharau chochote katika maovu, iwe ni dogo au likiwa ni jambo kubwa. Ni hatari kwa upande wetu. Vile vile Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema, iyakum wa muhakkarati dhunubi fa innama mithlu almuhakkarati dhunubi mithlu qaumin nazalu batna wadi fajaa hadha bi'udin wa hadha bi'udin faandaju khubzahu inna muhakkarati dhunubi la mubiqat. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza maneno haya kwa kusema kwamba iyakum wa muhakkarati dhunubi, jiepusheni na yale madhambi yenye kudhalauliwa yale madhambi yenye kudhalauliwa, kusema kwamba nikifanya dhambi hii nitapunguza nini au nitapata hatari gani kwa sababu ni dhambi ndogo. Mtume anatutahadharisha kutuambia tujiepushe na yale madhambi yenye kudhalauliwa, kuonekana kwamba madhambi haya ni madogo. Akasema fa innama mithlu muhakkarati dhunubi, hakika si vinginevyo mfano wa yale madhambi yenye kudhalauliwa, yale kuonekana kwamba ni madhambi madogo, mithlu qaumin nazalu batna wadi, ni mfano wa watu ambao waliotelemka katika bonde au katika jangwa. Baada ya kutelemka wakaweka makazi kwa muda fulani, ikawa wameshikika na njaa na hawana kuni za kupika, wafanye nini? Wakashauriana kwamba kila mmoja aingie katika poli lake au katika sehemu yake akatafute kuni ili zikusanywe kwa ajili ya kupikwa chakula kipate kuliwa. Baada ya kushauriana, fajaa hadha bi'udi wa hadha bi'udi, Mtume anatuambia kwamba akaja huyu na vikuni vidogo vidogo na akaja huyu na vikuni vidogo vidogo. Baada ya kukusanya vile vikuni vidogo vidogo vikawa vingi, faandhaju khubzahu, wakatengeneza mkate wao wakapata kula. Akamalizia kwa kusema inna muhakkarati dhunubi la mubiqat, hakika yale madhambi madogo madogo yenye kudhalauliwa, yale kuona kwamba haya ni madhambi madogo, nitapata nini, nitaathirika na nini kwa madhambi haya, la mubiqat
fahamu kwamba madhambi hayo bila ya shaka ni yenye kuangamiza, kuonesha kwamba tusije tukadharau kuona kwamba haya ni madhambi madogo, nikifanya sitoweza kuathirika na kitu chochote. Wanawazuoni vile vile wakafasiri hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutuambia kwamba hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummata, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutahadharisha ummati wake. Mimi na wewe tufahamu kwamba katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha. Katahadharisha na nini? Minadhunubi kulliha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kutokana na madhambi yote, saghiriha wa kabiriha, yawe madogo yake na makubwa yake. Usije ukadharau kuona kwamba hii ni dhambi ndogo niifanye, au hii ni dhambi ndogo, hii ni dhambi kubwa ukapuuza ukaifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutahadharisha sisi ummati wake, akasema li'annaha idha kanat al-kaba'iru dhahiratan wa atharaha wadhiha, hakika si vinginevyo yatakapokuwa madhambi makubwa. Siku zote madhambi makubwa yanakuwa ni dhahira, yako wazi. Mtu akifanya madhambi makubwa bila shaka hayajifichi, na madhambi makubwa ni mengi tunayafahamu, ikiwemo kumshirikisha Allah subhana, kusema uongo, kuwadharau wazazi wawili na mengineyo, kunywa pombe na mengineyo, kula riba. Haya ni madhambi makubwa. Mtu akiyafanya yapo wazi, anaonekana kwamba huyu kafanya madhambi makubwa, yako wazi na athari zake zinaonekana. Mengine yashaambiwa kwamba ukifanya jambo hili basi fahamu kwamba uzito wa madhambi haya, mfano wa mambo haya. Kwa hiyo yapo wazi madhambi makubwa yanajulikana. Fa inna saghaira dhunubi, akasema kwamba hakika yale madhambi madogo madogo mtu anayoyafanya yale, kad takthuru fi fi'li insani, yanakuwa mengi katika utendaji wa mwanadamu. Leo umefanya dhambi hii ndogo, kesho umekuja umefanya dhambi hii, kesho kutwa umekuja umefanya dhambi hii, ni ndogo, lakini kadiri unavyozidi kufanya haitoweza kuwa tena ni ndogo. Kila siku inakuwa ni yenye kuongezeka kidogo kidogo, duna ayashura, pasina kutambua kitu chochote. Anafanya kuona kwamba ni dhambi ndogo, kesho anakuja anaongeza, kalitaksu, inakuwa inakithiri ile dhambi kuwa ni nyingi. Kila kukicha anapozidi kufanya haitoweza kuwa tena ni ndogo, pasina kutambua kwamba mimi nafanya dhambi imeshafikia kiasi fulani, tofauti na dhambi kubwa. Ukifanya dhambi kubwa moja kwa moja unajua kwamba mimi nafanya dhambi kubwa, lakini ukifanya dhambi ndogo hauwezi kutambua kwamba imekithiri ishakuwa nyingi kiasi gani. Fatusbiha muhlikatan la, akasema kwamba inafikia hiyo dhambi kuwa ni yenye kumwangamiza, kwa sababu hatambui kwamba hii dhambi ni kubwa au ndogo, imeshakithiri, imefikia kiwango gani, kwa sababu alidharau kuona kwamba ni dhambi ndogo. Leo kafanya hivi, kesho kafanya hivi, kadri anavyozidi kufanya ile dhambi inakithiri, mwisho wake inakuwa ni yenye kumwangamiza, pasina kutambua kwamba hiyo dhambi imefikia ukubwa kiasi gani. Hii ni kuonesha kwamba tusije tukathubutu kudharau dhambi hata kama ikiwa ni ndogo kiasi gani. Ndio Mtume akatoa mfano kusema kwamba mfano wa wale madhambi yanayodharauliwa kuonekana ni madogo ni mfano wa wale watu walioteremka katika jangwa, ikawa huyu kaenda kuchukua kikuni kidogo, ukachukua kikuni kidogo, wamekusanya, imekuwa nyingi, imewasha moto, wamefanya mambo yao. Kwa ni hatari kudharau dhambi, kuona kwamba ni dhambi ndogo, nikifanya teathiriki nayo na kitu chochote. Ni hatari juu ya hatari. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul Haqqa, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiha wa lam adri ma hisabiha. Allah anasema kwamba wa amma man utiya kitabahu bishimali, amma yule ambaye atakayepewa kitabu chake cha matendo yake siku ya Kiyama kwa upande wake wa kushoto, kwa maana huyu kaonekana ni mwenye kudharauliwa, ndio maana kapewa upande wa kushoto kitabu chake. Sasa yule atakayepewa kitabu chake upande wa kushoto kuonekana kwamba hana thamani yoyote kwa kuchezea maisha ya dunia, basi mtu huyo fayakulu, atasema siku ya Kiyama, ya laitani
lam uta kitabiha, natamani mimi nisingepewa kitabu changu kwa yale atakayokutana nayo yaliyo ndani ya hicho kitabu chake, kuona kwamba hii dhambi ndogo nikiifanya haitoniathiri, kumbe kadri anapofanya inakithiri na kuwa nyingi. Sasa siku atakapopewa kitabu chake kwa upande wake wa kushoto kwa kudharauliwa, atasema natamani nisingepewa kitabu changu, wala adrima hisabiha, na wala natamani nisingejua hata hii hesabu yangu niliyoandikiwa katika hicho kitabu. Ni kuonesha kwamba ukidharau madhambi madogo, haya majuto lazima yatakuthibitikia siku ya Kiyama. Ni hatari kudharau madhambi. Vile vile katika suratul Mutaffifin Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sivyo hivyo isipokuwa rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yametia kutu ndani ya nyoyo zao, juu ya nyoyo zao, makanu yaksibun, yale ambayo waliokuwa wanayachuma, yale wanayoyachuma watu, yale kuona kwamba ni mambo madogo, wanadharau kuyafanya kutokana na udogo wake. Basi Allah anasema yametia kutu katika nyoyo zao yale waliokuwa wanayachuma. Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu kuifasiri aya hii au kuitolea mafuhumu aya hii ambayo Allah anasema kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi iliyotoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ya kwamba innal abda idha adhnaba dhanban kanat nukta saudau fi qalbihi, hakika mja atakapofanya dhambi basi inakuwa nukta nyeusi inawekwa katika moyo wake. Umefanya dhambi ukadharau kuona kwamba ni dhambi ndogo tu ukafanya, basi fahamu kwamba hiyo dhambi uliyoifanya hiyo inaenda kuuathiri moyo wako, inaenda kuua moyo wako. Na uwajibu tofauti na madaktari wanaposema kwamba sijui kila kitu fulani moyo unakufa, moyo huu unaenda kufa kutokana na yale ambayo umeyafanya katika madhambi, sio kula vitu vya chemical. Hapana, unaua moyo kwa kuwekwa nukta nyeusi ndani ya moyo wako kwa yale madhambi uliyoyafanya. Kwa hiyo usije ukadharau kusema kwamba ni dhambi ndogo haitoniathiri. Unapofanya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inawekwa nukta nyeusi ndani ya moyo wako. Vile vile katika hadithi nyingine anasema innal abda idha akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nukta, hakika mja au hakika mu'min anapofanya dhambi basi inatiwa nukta ndani ya moyo wake, anawekewa nukta ndani ya moyo wake. Kila unapofanya dhambi inawekwa nukta katika moyo wako. Ukimwomba msamaha Allah subhana, ukaomba msamaha, ukaleta toba, istighfar, ukaleta yale mambo ya kujikurubisha kwa Allah ili upate kuondosha yale maasi uliyoyafanya, ili nukta inafutwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lakini utakapofanya maasi fahamu kwamba ndani ya moyo wako linaingia doa, na hilo doa ndio linakwenda kuathiri moyo wako. Mwisho wako moyo wako unakuwa mgumu. Chochote unachoambiwa cha kheri cha shari, wewe unaona ni jambo la kawaida, zaidi ya kwamba wewe utafakamia na utayapalamia mambo yasiyoeleweka kwa ile nukta ambayo iliyokuwa ndani ya moyo wako. Kadri unapofanya maasi, basi moyo wako unazidi kuwa ni mgumu kutokana na ile nukta ambayo inatiwa ndani ya moyo wako. Vile vile Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu anasema ya kwamba katika kufasiri aya hii ya Allah subhanahu inayosema kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, Al-Hasan al-Basri akasema adhambu ala dhambi hatta ya'mal qalbu fayamutu. Maana yake ni kwamba dhambi juu ya dhambi, mtu akifanya dhambi akadharau, akaja akafanya tena dhambi, akaja akafanya tena dhambi, anafanya dhambi, mwisho wake anazoea kufanya dhambi kwa kuona kwamba ni jambo la kawaida kwa udogo wake, hata
yam'a qalbu, mpaka ule moyo unakuwa na upofu. Sasa nukta zishakuwa nyingi ndani ya moyo, moyo ushakufa. Chochote unachoambiwa cha kheri wewe akiingii, chochote unachoambiwa cha shari wewe unaona sawa, cha kheri sawa, cha shari sawa. Kwa nini? Kwa ile dhambi uliyoifanya ukaipuuza, ukaja ukafanya dhambi nyingine ukapuuza. Kila unapofanya moyo wako unaingia doa jeusi, mwisho wake moyo unakufa, hakuna kheri yoyote inayoingia ndani ya moyo wako. Haya ndio maneno ambayo aliyosema Al-Hasan al-Basri katika wema waliopita huko nyuma. Vile vile mmoja katika washairi amesema kueleza katika mambo haya tunayoyasema juu ya kudharau dhambi ndogo. Ni hatari kwa binadamu kudharau dhambi ndogo. Unaona ni ndogo, lakini inakusanywa kuwa ni nyingi, siku ya kiyama inakuja kukuangamiza. Anasema kullul hawadithi mabdaha minan nadhari wa mudha min nari min mustasghari sharari. Haya ndio maneno kasema mmoja katika waliosema kwamba kullul hawadithi mabdaha minan nadhari, kila matukio yanayofanyika ulimwenguni hapa, mabdaha minan nadhari, chanzo chake siku zote inakuwa ni kwa sababu ya kule kuangalia. Kila tukio unalofanya chanzo chake kinakuwa ni kuangalia. Mfano, leo anakuja mtu kuvamia sehemu na kuiba. Huyu hawezi kuja kuvamia kuiba pasina kuja kufanya utafiti kwanza. Lazima aje achunguze, angalie kwamba ramani inasoma hivi na hivi na hivi. Baadaye ndo anakuja anavamia kujua kwamba kila kitu anakijua, ndo atakuja ataiba. Kwa kullul hawadithi mabdaha minan nadhar, kila matukio yanayofanyika chanzo chake siku zote kinakuwa ni kutokana na kutazama. Leo Allah kakuruzuku, umekuwa katika imani, unamwabudu Allah, unafanya kheri mbalimbali, ukawa wewe kazi yako ni kuangalia mabinti, labda mfano anayepita unamwangalia, au kila kinachoonekana kwa mwanamke wewe unakiangalia, basi fahamu kwamba ni chanzo hicho. Ni kidogo kidogo moyo wako unaenda kuathirika, na mwisho wake utaenda kufanya jambo la zina, uingie katika maangamivu. Kila tukio chanzo chake kinakuwa ni kuangalia, kila tukio. Akasema wa mudha min nari min mustasghari sharari, na moto mkubwa unatokana na chembe ndogo ndogo. Kwa maana moto hauwezi kuvuka tu ukawa unawaka moja kwa moja umekuwa mkubwa. Hapana, unaanza na chembe ndogo ndogo, chembe kimeangukia, kimeenea, mwisho wake umekuwa moto mkubwa, nyumba imeungua, au kama majani yamewaka. Kwa hiyo hili shairi linatuwekea wazi kutuonesha kwamba kumbe hata maasi ya madogo tunayoyadharau, kuona kwamba ni maasi ya madogo nikiyafanya hakuna chochote ninachoathirika nacho kutokana na maasi haya. Fahamu kwamba hata ukubwa wa moto chanzo chake ni cheche ndogo ndogo, ndio zilizosababisha moto uwe mkubwa. Kwa hiyo ukiona madhambi haya ni madogo ukayafanya, fahamu kwamba atakuja kukuangamiza kwa kudharau, kuona kwamba ni dhambi hii ndogo. Vile vile mwingine akasema dakhalna dunya bila shay'in wa ta'aratna ala kulli shay'in wa sanakhruju minha bila shay'in wa sanuhasabu minha ala kulli shay'in. Tumeingia duniani hapa bila ya kitu chochote. Mwanadamu wakati anaingia duniani hakuwa ni mwenye kuingia na kitu. Mfano wake hata pembasi mtu alikuwa hana uhalisia. Kaingia duniani hana kitu chochote. Umeingia kama ulivyozaliwa, una nyumba, una gari, una kitu chochote. Baada ya kuishi duniani ukaishi, ukavuna ulioyavuna. Wengine wanasema kwamba wamepata mali au wamepata walioyapata kwa sababu ya elimu zao, jambo ambalo haliingia akilini. Kila mmoja amekuja duniani hana kitu chochote. Kitu umekuja kupata baada ya kuja duniani na kufika katika umri fulani, kuyatafuta mpaka ulioyapata. Maana yake hayo ulioyapata sio ya kwako, ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekukopesha. Akasema wasanakhruju minha bila shay'in, tutaondoka katika hii dunia tuliyokuja hii bila ya kitu chochote.
Kama tulivyokuja duniani hatuna kitu, basi tufahamu kwamba tutaondoka bila ya kitu chochote. Japo tutavuna tunayoyavuna, tutamiliki tunayoyamiliki, lakini tufahamu kwamba asili tutaondoka bila ya kuwa na kitu chochote tulichokuja nacho au tulichokivuna hapa duniani. Akasema wasanuhasabu ala kulli shay, mbaya zaidi tutahesabiwa juu ya kila kitu tunachokifanya. Yote tunayoyatafuta hapa duniani, yote tunayoyavuna hapa duniani, tufahamu kwamba ni lazima haya mambo tunayoyatafuta na kuyavuna, fasanuhasabu, tutakuja kuhesabiwa nayo siku ya Kiyama. Unatafuta mali, basi kuwa makini na utafutaji wako mali, hata kama ikiwa ni 100, kuwa nayo makini. Usije ukatumia ubavu au elimu nyingi au akili nyingi kuwatapeli watu. Unajenga nyumba, hiyo nyumba unayojenga hiyo, kuwa makini nayo, kwa sababu inaweza ikakugharimu. Kusema kwamba hii nyumba nimejenga, lakini ukiangalia tathmini yake kuna vitu ulivyovifanya si vya halali katika kujenga nyumba yako, utakuja kuhesabiwa kutokana na hiyo nyumba ambayo uliyoijenga. Kama utadhulumu, watu wanadhulumu viwanja, hivyo viwanja tunapovidhulumu tufahamu kwamba hata ikiwa ni kipande kidogo tumekidhulumu, Allah subhanahu wa ta'ala atakifufua mpaka kwenye ardhi ya 7 na atakubebesha nacho siku ya Kiyama, kwa maelezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wasanuhasabu ala kulli shay, tufahamu kwamba tutakuja kuhesabiwa siku ya Kiyama juu ya kila kitu tunachokitenda katika huu ulimwengu, hata kama kikiwa ni kidogo kiasi gani. Japo hatujaja na kitu, tutaondoka bila ya kitu chochote, lakini tufahamu kwamba hayo tunayoyafanya, kuyavuna na kuyatafuta hapa ulimwenguni, yawe ni madogo yakiwa ni makubwa, tutakuja kuhesabiwa nayo, na tutafute majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na haya tunayoyatafuta katika huu ulimwengu. Ni kuonesha kwamba tusije tukathubutu kuona kwamba dhambi hii ni ndogo, hata nikiifanya haitoweza kuniathiri na kitu chochote. Kuna msemo wa Kiarabu unasema alqatru ma'al qatri tamla'ul mudda, tonye pamoja na tonye linajaza kibaba, au haba na haba hujaza kibaba. Mbuyu ulianza kama mchicha. Ni misemo maarufu, inafahamika, ni misemo ambayo ina uhakika ndani yake, kwamba usione kwamba unafanya dhambi au unafanya jambo dogo kiasi ambacho akitoweza kuathiri kitu chochote. Utakapokuja kukiona siku ya Kiyama, akitoweza kuwa ni kidogo, kitakuja kukuathiri, mwisho wake kuingiza katika madhambi na majuto makubwa siku ya Kiyama. Baada ya kuona kitabu chako, kuoneshwa yale yaliyo ndani ya hicho kitabu utakachoweza kukuoneshwa nacho siku ya Kiyama. Kwa ni hatari ndugu zangu kudharau maasiya, hata kama yakiwa ni madogo kiasi gani, na vile vile tusije tukadharau jambo jema hata kama likiwa ni dogo kiasi gani. Tufanye kwa hali zetu, tusije tukaona kwamba jambo hili ni dogo, hata nikilifanya litakusaidia siku ya Kiyama, siku ambayo kila mmoja atakuwa na mambo ya kumshughulisha, kila mmoja atatafuta wa kumsaidia ili aweze kunufaika na hiyo siku ya Kiyama. Lakini kama ukujisaidia mwenyewe hapa duniani, ukadharau kuona haya madhambi madogo nikiyafanya hayatoniathiri, au haya mema madogo siwezi kuyafanya, natafuta mema makubwa, maana yake itakuwa ni hasara juu ya hasara juu yako. Na vile vile ukifanya maasi kuona ni madogo, utaathirika ndani ya moyo wako, na itakuwa moyo wako mgumu, mwisho wake utakuwa ni mwenye kupata hasara baada ya kuondoka katika huu ulimwengu. Na haya tunayoyasema ya kuwazi, masiku kadhaa yaliyopita tunafahamu kwamba kuna tukio lilitokea, tukio la kukamatwa kwa mwezi. Wote ni mashahidi juu ya tukio hilo, lakini ni matukio ya ajabu sana haya. Matukio kama haya yanapotokea ulimwenguni, basi kila mtu inatakiwa awe na hofu juu ya haya matukio haya. Lakini cha ajabu, kwa namna ambavyo tulivyoathirika ndani ya mioyo yetu, hata matukio haya yakitokea tunaona ni mambo ya kawaida. Mwezi umekamatwa ni hatari kwa upande wetu, kwa sababu ni moja katika miongoni mwa dalili za Kiyama. Mwezi kukamatwa ni miongoni mwa dalili mbaya, zikitokea lazima tuwe na hofu ya hali ya juu. Lakini cha ajabu, mwezi unakamatwa
watu wanatukana matusi, watu wanaongea maneno ya ovyo, watu hawana hata ile hofu ya kusema kwamba hili ni tukio ambalo halijawahi kutokea, lazima tutahadhari nalo, lakini mtu anakuwa ajali, anaona ni jambo la kawaida. Na hasa katika zama zetu hizi za mwisho tulizokuwa nazo, at least kidogo nyuma kidogo huko, wazee wanasema kwamba ilikuwa mwezi ukikamatwa hautoweza kumwona yoyote mtaani anazagaa, isipokuwa watu wamejaa misikitini wanamuomba Allah subhana awatanzulie jambo alilokuwa nao. Lakini kwa hatari na masikitiko yaliyokuwa kwa zama zetu hizi za mwisho, mwezi unakamatwa, mtu yuko mtaani hana hata habari na wala hata kushtuka ashtuki, anaona jambo la kawaida. Mwingine anasema kabisa kwamba nimeona ni kawaida. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii yote ni kutokana na nini? Watu walidharau madhambi madogo madogo, kuona ni vitu vidogo vidogo. Kumbe kila anapozidi kufanya mtu maasiya yale yanaenda kuathiri moyo wake, mwisho wake moyo unakufa na kuwa mtu anapata hasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuonesha hatari ya ile tukio kama lile likitokea, watu wawe na hofu. Mtume anasema kwamba inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah, hakika jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Jua na mwezi ni ishara za uwepo wa Allah, la yaksifani limauti ahadin wala lihayati. Hivi vitu viwili hivi havipatwi kwa kufa mtu yoyote wala kuwa kwake hai. Ilitokezea zama zake, alikufa mwanae Ibrahim, likatokea tukio kama hili, watu wakatahayari kuona kwamba tukio la mwezi au jua limekamatwa kwa sababu ya kufa mtoto wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akazungumza maneno kwa kusema hakika jua na mwezi ni ishara mbili miongoni mwa alama au ishara za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Havikamatiki hivi vitu viwili au havishikani vitu viwili hivi, jua na mwezi, kwa kufa mtu yoyote wala kuwa kwake hai, kwamba kuna mheshimiwa kadhaliwa au labda kuna mtukufu kafa. Hapana. Lengo la kukamatwa viwili hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walakin yukhawifu Allahu bihima ibada, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawahofisha kwa kukamatwa vitu viwili hivi waja wake. Akatoa maelezo kwamba mtakapokuwa mumeona mambo haya, leteni takbira, swalini, fanyeni mambo ya kheri mbalimbali mpaka vitakapoweza kutanzuka vitu hivi na kuondoka. Lakini cha ajabu, kutokana na mioyo yetu imekufa kudharau vijidhambi vidogo kuvifanya, basi leo hii hata kama mwezi umekamatwa, jua limekamatwa, tunaona ni mambo ya kawaida. Tena watu hawana hata habari, mwingine kalala kabisa na koloma, kuona kwamba ni jambo la kawaida. Hizi ndio zama zetu za mwisho tulizofikia, na ni zama mbaya kwa kweli. Kama mtu kuweza kujiepusha na fitna ya zama hizi, basi fahamu kwamba itakuwa ni hatari kwa upande wako, ni hatari sana. Mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja alikaa na masahaba zake, akawaelezea kiswa cha bwana mmoja kusema kwamba bainama rajulun yamshi bitariqin ishtada alayhi al'atash. Siku moja wakati ambapo alipokuwa mtu anatembea njiani, anatoka katika mambo yake, anatembea kwenda katika mambo fulani, wakati yupo katika njia anatembea, ishtada alayhi al'atash, kilimzidia juu yake kiu, alipata kiu kikali. Baada ya kupata hali kama hiyo, ikawa hajui cha kufanya na kiu kikali. Kama tunavyofahamu, kiu ni kikali. Hata mwezi wa Ramadhani tunapopata viu au tunapofunga mwezi wa Ramadhani, hatukimbilii chakula, kikubwa tunachokiwahi ni maji ili tupate kulilainisha koo. Sasa huyu bwana wakati anapotembea njiani, kilimzidia kiu. Baada ya kumzidia kiu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia kwamba fawajada bi'ran, huyu bwana akakikuta kisima. Baada ya kutembea wakati ana kiu, akakikuta kisima kipo mbele yake. Baada ya kukikuta, fanazala fiha, akashuka ndani ya kile kisima. Baada ya kushuka ndani ya kile kisima, fashariba, akanywa maji kwa ajili ya kupoza koo lake kutokana na kiu kikali kilichompata. Thumma kharaja, baada ya kupoza koo akatoka kwa ajili ya kuondoka aende kwenye mambo yake,
anayoenda nayo. Mtume anasema faidha qalbu, wakati bwana yule alipokuwa anatoka ndani ya kisima baada ya kunywa maji ili aondoke kwenye ishtighali zake, faidha qalbu, ghafla akamwona mbwa baada ya kutoka ndani ya kile kisima, yalhathu, yule mbwa anatoa ulimi tena, yaakulu thara, anakula mchanga mbichi, minal atash, kutokana na kile kiu kilichomtawala. Yule bwana alipomwona yule mbwa anatoa ulimi, anakula mchanga kwa kiu kilichomtawala, kiu kikali kiasi cha kwamba mpaka anakula mchanga mbichi, yule bwana akasema, laqad balagha hadha alqalba min al'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni, hivi imemfikia huyu mbwa kiu mfano wa kiu ambacho kilichonifikia mimi. Yule bwana akamuonea huruma yule mbwa. Baada ya kumuonea huruma ya kile kiu kilichomtawala, fanazala albira, Mtume anatusimulia kwamba akatelemka ndani ya kile kisima. Baada ya kuwa ameshatoka, ikabidi arudi tena kwa ajili ya kwenda kumfatia maji yule mbwa aliyemuona anatoa ulimi na kulamba mchanga kwa ukali wa kiu uliomtawala yule mbwa. Basi Mtume anasema famala akhufaha, akajaza hofu yake, akajaza kile kiatu chake. Baada ya kutelemka ndani ya kisima, akajaza kiatu chake maan, akajaza maji. Baada ya kujaza, thumma amsakahu bifihi hatta raqiya, kisha akakizuia kile kiatu chake kile kwa mdomo wake mpaka alipopanda juu ya kisima. Baada ya kupanda juu ya kisima, fasaka alqalba, akamnywesha yule mbwa maji aliyoyachukua ndani ya kile kisima. Basi baada ya kufanya tukio hili, Mtume anasimulia kwamba fashakala Allahu la wa ghafala la, Mtume anasema kwamba Allah akamzidishia kheri yule bwana kwa lile tukio la kheri alilolifanya la kumuokoa mbwa baada ya kuwa anataka kufa na kiu. Baada ya hapo, faghafala lahu, Allah subhanahu akaja akamsamehe yule bwana kwa lile tukio alilolifanya la kumnusuru yule mbwa kutokana na kile kiu kilichokaribia kumuua. Hii ni kuonesha kwamba hakuna wema wowote ambao unatakiwa Muislamu kupuuza. Kama tulivyoona kwamba hatutakiwi kupuuza maasiya hata kama yakiwa ni madogo kiasi gani, basi hata kama ni wema ukiwa ni mdogo kiasi gani, basi tusije tukathubutu kuja kudharau na kupuuza huo wema. Tuone huyu bwana huyu alikuwa ana kiu, kafuka ndani ya maji, ndani ya kisima, kanywa maji, anatoka anataka kuondoka, anakutana na mbwa, hali yake mbaya, anatoa ulimi, anakula mchanga kwa sababu ya ukali wa kiu. Katelemka chini, kachukua kiatu chake, kajaza maji, kapanda juu, kampa yule mbwa kwa ajili ya kunywa. Allah subhanahu kwa hili tendo alilolifanya huyu bwana, Allah akamzidishia kheri, vile vile akamsamehe madhambi yake aliyokuwa nayo kwa tukio kubwa kama hili alilolifanya. Ukiangalia ni jambo la kawaida, unaweza ukasema sasa mbwa ana haja gani? Mbwa ni haramu, si bora angemwacha afe tu. Lakini angalia kwa uzito wa kheri, hata kama ikiwa ni ndogo usidharau. Huyu bwana akamsaidia mbwa aliyetaka kufa kwa sababu ya kiu. Allah subhanahu akamzidishia kheri, vile vile Allah subhanahu akamsamehe madhambi yake. Kwa hiyo maana yake usije ukadharau kitu chochote kuona kwamba hili jambo ni dogo, hata kama likiwa ni dogo kiasi gani. Masahaba radhiallahu anhum, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimulia kisa hiki, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran, hakika sisi tunayo malipo tukiwa tunawafanyia wanyama wema. Ikiwa tutawafanyia wanyama wema, na sisi tunapata malipo kwa kuwafanyia kwetu wanyama wema. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawajibu masahaba zake kwa kuambia, fi kulli kabdin ratbatin ajr, katika kila ini bichi basi kuna malipo ndani yake. Kwa maana hata kama chochote utakachokifanya, ikiwa unatoa sadaka kumpa maskini, hata kama ikiwa ni kidogo kwa hali yako, ikiwa unatoa chochote
labda mnyama au yani kiumbe hai yoyote utakapoweza kutoa chakula ukamsaidia, hata kama akiwa ni kuku au mfano wa hao viumbe hai, basi fahamu kwamba ukifanya kwa ajili ya Allah, basi fahamu kwamba utakutana na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwajibu masahaba radhiyallahu anhu. Vile vile katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, bainama qalbun yutayyifu biraqiya, wakati ambapo mbwa alipokuwa anazunguka katika kisima. Bainama qalbun yutayyifu biraqiya, wakati mbwa alipokuwa anazunguka katika kisima. Kadikada yaktuluhu al-atash, hakika kilikaribia kumuua huyo mbwa kiu kilikuwa kimemtawala. Katika riwaya nyingine kiu kilimtawala kikakaribia kumuua mnyama huyo mbwa. Tunaambiwa kwamba Mtume akasimulia kusema, idh ra'atuhu baghiyun min baghaya bani Israila, ghafla akamuona yule mbwa mzinifu wa kike katika wazinifu wa bani Israili. Mwanamke mmoja alipita akamuona mbwa anazunguka katika kisima, anakaribia kufa kwa sababu ya kiu. Baada ya kumuona yule mbwa, yule mwanamke alikuwa ni mzinifu, mwanamke mwenyewe akafanyaje? Fanazaat mukaha. Mtume anatusimulia kusema kwamba yule mwanamke akavua kiatu chake. Baada ya kuvua kiatu chake, akamnyosha maji yule mbwa yule alikuwa anakaribia kufa kwa sababu ya kiu. Baada ya kufanya hivyo, faghafala laha bi, akasamehewa mwanamke huyo madhambi kwa sababu ya hilo tukio alilolifanya la kumnywesha yule mbwa maji. Ni kuonesha kwamba jambo lolote la kheri tusithubutu kuja kulidharau, kwa sababu tutakuta kukutana nayo malipo siku ya Kiyama, na malipo yake hayatakuwa ni madogo tena kama sisi wenyewe tutakapokuwa ni wenye kudhania. Japo tutaona ni jambo dogo, ukilifanya tutapata nini, lakini ikiwa ni kheri wewe fanya, utakuja kukutana na malipo mbele ya Allah subhana. Hayatakuwa tena ni madogo, yatakuwa ni makubwa zaidi ya vile ambavyo tulivyokuwa tukitarajia. Min khairin tajiduhu inda Allah wa khairan wa a'zama ajra, chochote mtakachofanya katika kheri utakikuta mbele ya Allah tena ni bora zaidi. Khairan ni bora zaidi, wa a'zama ajra, na malipo yake yatakuwa ni makubwa zaidi kwa kufanya kwenu hayo mambo ya kheri chochote. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunakumbushana na tunatahadharishana juu ya kudharau mambo ya kheri, hata kama yakiwa ni madogo kiasi gani. Na vile vile tusije tukathubutu kudharau, kuona kwamba dhambi hii ni ndogo, hata nikiifanya haitoweza kuniathiri kwa kitu chochote. Ikiwa ni ndogo, ni muhimu zaidi kuepukana nayo ili upate usalama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hapo, tunapokwenda ni mbali na panatakiwa na yahitajike maandalizi ya hali ya juu. Kinyume na maandalizi, utakuja kujuta na kusaga meno, na haitoweza kusaidia kwa kitu chochote kujuta kwako, kwa sababu akhera, maisha ya akhera ni marefu mno, tofauti na maisha ya dunia. Wewe fikiria, siku unadhaliwa, basi kuna mtu anakufa hiyo siku wewe unadhaliwa. Sasa ikiwa huyo mtu anakufa siku wewe unadhaliwa, mpaka leo una miaka mingapi? Jitathmini. Huyo bwana kama alitenda ya kheri, basi anapata kheri ndani ya kaburi lake, na kiyama bado hakijasimama, kwa maana analipwa kheri ndani ya kaburi lake. Ikiwa alitenda shari, basi zinamthibitikia shari ndani ya kaburi lake, toka wewe unazaliwa, toka mimi nazaliwa, mpaka leo watu bado wapo ndani ya makaburi, na hatujui lini wataondoka katika adha iliyo ndani ya makaburi. Kwa hiyo maisha ya akhera ni marefu, yanahitaji maandalizi ya kutosha. Kinyume na hapo, utakuwa ni wenye kujuta na kusaga meno. Maisha mafupi sana ya dunia ni maisha ambayo hata ukiambiwa ulikaa miaka mingapi baada ya kuondoka, utasema hata siku moja sijaimaliza, kwa uzito wa hayo utakayoenda kukutana nayo huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah atujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka